Mtazamaji, tuna ripoti taarifa hii kutokea jijini Dar es Salaam ikihusu wakala wa usajili wa biashara na leseni nchini kwa maana ya BRELA. Usisahau kubonyeza alama ya subscribe Kalamu TV Online, ambapo tunaelezwa kwamba BRELA imeweza kutoa elimu ya urasimishaji biashara kwa vijana. Kupitia taarifa ambayo imeweza kutolewa na wakala huo ni kwamba wakala wa usajili wa biashara na leseni BRELA katika kutekeleza majukumu yake ya kuweka mazingira bora na wezeshi kwa wafanyabiashara imeendelea kutoa mafunzo ya urasimishaji biashara kwa vijana, ikiwa ni sehemu ya mkakati wa kuwawezesha kupata maarifa na ujuzi wa kukuza uchumi wao na taifa kupitia mifumo halali ya kisheria. Akizungumza wakati wa mafunzo hayo, afisa usajili kutoka kurugenzi ya kampuni na majina ya biashara Bi Mary Glory Mari amesema BRELA inaendelea kusogeza huduma karibu na wananchi kupitia mafunzo mbalimbali, maonesho ya biashara, kliniki za biashara pamoja na utoaji wa huduma za papo kwa papo kwa kushirikiana na maafisa biashara wa halmashauri mbalimbali hapa nchini. Katika mafunzo hayo yaliyofanyika kwenye ofisi za BRELA jijini Dar es Salaam na kuwahusisha vijana kutoka asasi ya Conversion Social Economic Empowerment, wakiwemo wanafunzi wa vyuo cha usimamizi wa fedha IFM, chuo kikuu cha Dar es Salaam UDSM, chuo cha diplomasia, chuo kikuu cha afya na sayansi shirikishi MUHAS, chuo cha uhasibu Tanzania TIA, pamoja na wajasiriamali wanaoshiriki programu ya Mzalendo Tour. Bi Mari alisisitiza juu ya umuhimu wa wafanyabiashara kurasimisha biashara zao, na nukuu kile ambacho alikisema: huduma zote za usajili kwa sasa zinapatikana kwa njia ya mtandao kupitia mfumo wa ORS. Ni muhimu kwa wajasiriamali kuwa na akaunti na nyaraka muhimu kabla ya kuanza mchakato wa usajili, na baada ya usajili mmiliki wa biashara atatakiwa kuzingatia wajibu wa kisheria, ikiwemo kuwasilisha taarifa za kila mwaka, kufanya marekebisho ya taarifa inapobidi na kutoa taarifa za mabadiliko ya kampuni ndani ya muda uliopangwa kisheria, alisisitiza Bi Mari. Mwisho wa kunukuu. Kwa upande wake, afisa leseni kutoka kurugenzi ya leseni Bwana Lucas Mafuru alieleza utofauti wa leseni za biashara kundi A na B, huku akieleza kuwa leseni za biashara kundi A zinatolewa na BRELA kutokana na sura yake kuwa ya kitaifa na kimataifa, wakala leseni za kundi B zinatolewa na mamlaka za halmashauri kwa biashara zenye upeo wa ndani. Naye msaidizi wa msajili mwandamizi kutoka kurugenzi ya miliki ubunifu BRELA Bwana Nasoro Mtavu alizungumzia zaidi kuhusu umuhimu wa miliki ubunifu katika kukuza ubunifu wa vijana, akiwaeleza kuwa mvumbuzi hupewa hataza endapo uvumbuzi wake utathibitisha kuwa na uwezo wa kutatua changamoto za kijamii au kiuchumi kwa njia ya ubunifu. Miongoni mwa wengine ambao wameweza kuzungumza katika warsha hiyo ni mkurugenzi wa asasi ya Conversion Social Economic Empowerment Bi Theresia Asei, akisema kuwa ziara yao katika ofisi za BRELA imelenga kuwawezesha vijana kupata maarifa yatakayowasaidia kuanzisha na kuendesha biashara zao kwa kuzingatia taratibu za kisheria, akibainisha kuwa vijana wamepata uelewa mpana kuhusu fursa zinazotokana na urasimishaji wa biashara, ikiwemo kupata mikopo kuaminika kisheria na kupunguza migogoro ya kibiashara inayotokana na kutokujua sheria. Naye mwanafunzi wa chuo cha usimamizi wa fedha IFM na mwanachama wa Mzalendo Tour Luis Eric alisema mafunzo hayo yamewapa ujasiri wa kuendesha biashara kwa misingi sahihi, huku akitoa wito kwa vijana wenzao kuhakikisha wanasajili majina ya biashara zao BRELA kupitia mfumo wa usajili ili kuzilinda kisheria dhidi ya migogoro ya umiliki. Mafunzo hayo ni mwendelezo wa mkakati wa wakala wa kuwafikia vijana wengi zaidi kwa kuwapatia elimu kuhusu urasimishaji biashara, zikiwemo taratibu za usajili wa majina ya biashara na kampuni, utoaji wa leseni za biashara kundi A, leseni za viwanda pamoja na huduma za miliki ubunifu ikiwemo hataza. Usisahau kubonyeza alama ya subscribe Kalamu TV Online.